sana ambayo ina jumla ya kiasi cha fedha trilioni 1.24. Na nianze kwanza kwa kuendelea kumpongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo kwa kweli taifa letu limekuwa likisonga mbele pakubwa sana katika maendeleo, lakini hasa katika sekta hii ya kilimo, kwa sababu imekuwa ikipewa kipaumbele sana katika awamu hii ya 6, na hasa kwa kutengewa fedha nyingi za kutosha. Lakini tumekuwa tukishuhudia performance kubwa sana katika eneo la kilimo, na hasa katika miradi mikubwa hii ya BBT ambayo kwa kweli tumekuwa tukizalisha vijana wengi ambao sasa wameanza kusaidia katika sekta ya kilimo, na hasa huko mawilayani ngazi za chini sana. Umekuwa msaada mkubwa sana. Lakini mradi huko kweli tunaamini kama utasimamiwa vizuri na Mheshimiwa Waziri, na msisitiza na kumpongeza kwamba aongeze juhudi ya kuhakikisha kwamba uzalishaji wa vijana hawa uendelee, kwa sababu ndio msingi mkubwa wa mafanikio katika sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwapongeze sana Mheshimiwa Waziri Bashe, lakini mpongeze Naibu Silinde, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu, lakini na watumishi wote ambao kwa kweli kimsingi mmekuwa pamoja kabisa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda mbele. Nitumie nafasi hii kwanza kuzungumzia eneo la pamba. Mimi natoka mkoa wa Shinyanga, na Shinyanga ni mkoa wa pili katika uzalishaji wa pamba. Na kimsingi unapozungumza Shinyanga uzalishaji wa pamba unazungumzia wilaya ya Kishapu. Pamba yote inayozalishwa katika mkoa wa Shinyanga 75% inatoka katika halmashauri ya wilaya Kishapu. Kwa hiyo unapozungumza pamba Shinyanga, maana unazungumzia wilaya Kishapu ambayo ni jimbo la kwangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka tu niseme ziko changamoto hasa katika masuala ya pembejeo, lakini kwa bahati mbaya sana ni utaratibu tu. Pembejeo inatoka, lakini inatoka si katika utaratibu, wakati mwingine sio mzuri, na hasa viatilifu vinafika si katika wakati mzuri. Madawa kwa maana ya kuua wale wadudu, lakini mbegu kwa ajili ya kilimo, mbegu zinatakiwa zifike mapema kuanzia mwezi wa 8 katika msimu wa pamba, kwa sababu msimu wa kilimo unaanza mwezi wa 10, ndiko tunapoanza maeneo ya kwetu huko Kishapu. Kwa hiyo ni vizuri mbegu ziwe zinafika mwezi wa 7 na mwezi wa 8 uwe ni mwezi wa mwisho, lakini mbegu zile zitolewe kwa mujibu wa ile allocation iliyotolewa katika kila eneo kulingana na takwimu za idadi ya wakulima, lakini pia na ukubwa wa maeneo ya mashamba. Kwa sababu napo pamekuwa na tatizo kubwa, tumekuwa tukifika mahala mbegu zenyewe inabidi tena uombe ombi maalum la kuomba maeneo ya kata kadhaa ziongezewe mbegu, ezifu kama hakuna takwimu katika idara ya kilimo. Kwa eneo hili nafikiri muwe smart zaidi, ili mradi mbegu ziwe za kutosha kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu. Kwa eneo hili naomba lizingatiwe sana, ili mradi tuwasaidie wakulima. Lakini upande wa viatilifu kumekuwa na tatizo kubwa sana. Kuna wakati pamekuwa pakitokea na upungufu mkubwa wa madawa haya kwa ajili ya kupulizia wadudu waharibifu. Kwa hili jambo linatakiwa na lenyewe lisimamiwe, madawa yao ya kutosha, lakini na madawa yawafikie wakulima kwa usahihi. Lakini naipongeza serikali ya awamu ya 6, lakini hasa kupitia wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri kwa usimamizi mzuri sana wa wizara hii ya kilimo, kwa namna ambavyo kwa kweli udhibiti sasa umekuwa mzuri, madawa yanafika ya kutosha, isipokuwa ni ule wakati. Ninaomba jitihada hizi ziendelee, kwa sababu wakulima sasa wameanza kuona manufaa makubwa. Na sisi tunasema ruzuku ambayo imekuwa ikitolewa katika madawa lakini pia mbegu imesaidia sana kuongeza ari ya wakulima kuendelea kulima zao la pamba. Kwa hili nitaka lisisitize sana sana. Jambo la pili nitaka nizungumzie swala zima la bei ya mkulima wa pamba. Bei hii sio nzuri. Tuko shilingi 1100, 1200. Bei hii sio nzuri. Zao la pamba lina mchakato mrefu sana katika kuliandaa kwenye kilimo. Kuanzia kuandaa shamba, lakini pili kuja kupalilia, lakini kuna masuala ya kunyunyizia madawa, kuna masuala ya mavuno, ni gharama kubwa sana. Mheshimiwa Bashe, wewe bahati nzuri unatoka kanda ambao tunalima pamba. Ekari moja tunapata kiasi kidogo sana cha fedha. Lakini hauwezi ukaamini ni kwa nini serikali yetu tumekuwa tukilizungumza swala zima la kutengeneza kwanza mjengeko wa bei, lakini pili la kuhakikisha kwamba tunatengeneza namna ya kulinda bei ya zao la pamba.
tulishasema kwamba tutaanzisha mfuko wa kulinda zao la pamba. Lakini jambo hili limekuwa halitendeki. Kila mwaka tukizungumza halitekelezeki. Nakumbuka wewe mwenyewe ukiwa haujawa hata waziri, moja kati ya jitihada zako ambazo ulikuwa unazizungumzia ni swala zima la kumlinda mkulima, kutengeneza namna ya kulinda bei ya zao la pamba. Lakini jambo hili halifanyiki. Nilikuwa naomba sana lifanyike haraka, mchakato mfanye utaratibu wa namna yoyote ambayo itasaidia sana kuhakikisha kwamba stabilization ya price ya zao la bei ya pamba inakuepo, kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunalilinda hili zao. Jambo la pili ambalo nataka nizungumzie ni swala zima la jineri. Tuna jineri ya Munze. Jineri hii ni jineri ya muhimu sana. Mheshimiwa Waziri, uliahidi mwaka wa fedha uliopita kwamba ungetusaidia fedha upande wa Shireku ili mradi jineri hii tuiponyeshe, iweze kusaidia kuweza pamba inayovunwa katika eneo la Kishapu izalishwe pale. Lakini kiwanda hiki kinaenda kusaidia hata masuala ya ajira watu wetu wa mji wa Munze, lakini kukuchangamsha mji wa Munze, lakini pia na kupunguza tatizo la ajira katika wilaya yetu. Nilikuwa naomba sana eneo hili ulitizame. Katika hotuba yako kwa kweli nakusifia sana Mheshimiwa Waziri. Uzungumzia mambo mengi sana. Lakini sisi tunasema katika wilaya Kishapu tumefanikiwa pakubwa sana. Ulituletea matrekta 22 yametusaidia sana katika wilaya yetu katika kuhakikisha kwamba kilimo cha pamba kinakwenda mbele. Lakini mkulima umemsaidia sana Mheshimiwa Waziri. Tunakupongeza sana, na kwa kweli serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan hatutaweza kuisahau katika wilaya Kishapu, kwa sababu sasa tunalima pamba kwa bei ya shilingi 35,000 kutoka shilingi 70,000. Tumpe nini rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan? Sisi tunasema 25 mwaka huu. Majibu mtakwenda kuyaona katika wilaya ya Kishapu. Tunaomba tu Mheshimiwa Waziri, matrekta haya yaendelee kubaki kusaidia katika kusukuma uzalishaji wa zao la pamba katika wilaya yetu ya Kishapu. Mheshimiwa Waziri, nilikuwa nataka nizungumzie, nimekusikia katika swala zima la uuzaji wa godown la Shireku ambalo liko kule Kurasini, Dar es Salaam. Hili godown kwa mwaka mmoja linatusaidia karibu milioni 900 kwa kodi tunazozipata kutokana na ukodishaji. Kwa mwaka mzima zaidi ya milioni 900 ambazo ndio zinasaidia Shireku kutembea walao kuwa na uhai, kwa sababu hatuzalishi pamba. Sasa kwa sababu nimesikia katika hotuba yako umeweka utaratibu wa kutaka kuuza godown lile, lakini baadaye fedha zile zisaidie upande wa Shireku. Nilikuwa naomba kwanza ushirikishwaji ufanyike ili mradi tuweze kutoa tafsiri nzuri, kwa sababu maneno ni mengi. Tuko wabunge tunaotoka mkoa wa Shinyanga, na hakika ukituhusisha tunaweza kusaidia, na hasa eneo lile linalozalisha pamba. Lakini pia mimi nafikiri tathmini ifanyike vizuri, kwa sababu godown lile linaweza tukapata fedha nyingi sana kama kweli litauzwa. Manake valuation report ikishakuwa imetoka, tuone kwamba faida ipo ama faida haipo. Lakini taratibu zile zizingatiwe katika swala zima la uuzaji wa mali ya wakulima, kwa sababu lazima mkutano mkuu wa wanachama uridhie na ukubaliane kwamba kuna haja ya kuuza baada ya maelezo na sababu za msingi zitakazokuwa zimetokea. Lakini vinginevyo nilikuwa naona ni godown ambalo limekuwa likitupa fedha nyingi sana, zaidi ya milioni 900, na nadhani kwa mwaka unaokuja tutakwenda kwa tunapata kwa kodi tu bilioni 1 kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo mimi nafikiri tutapata wakati mzuri wa kutueleza hata sisi wawakilishi kujua umuhimu wa kuliuza godown lile ili mradi ilete manufaa kwa mambo mengine. Vinginevyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Katika hotuba yako nimeona kuna magari 44 unaenda kuyatoa. Ninashauri sana wilaya ya Kishapu, kwa sababu ni wilaya ya kimkoa katika uzalishaji, kwa sababu kama inabeba 75%, naomba katika yale magari kwenye swala zima la kuallocate hayo magari, naomba sana wilaya ya Kishapu ipe gari moja, kwa sababu ni eneo kubwa sana lile la uzalishaji. Tuna vyama vya msingi 88 sasa, si jambo dogo. Kwa hiyo naomba katika yale magari kwa kweli elekeza wilaya ya Kishapu ili mradi kuongeza nguvu ya uzalishaji wa zao la pamba. Jambo jingine Mheshimiwa mwenyekiti, ambalo nataka baada ya kuzungumza hayo nikutakia kila laheri Mheshimiwa Waziri na naibu waziri. Naunga mkono hoja sana. Asante sana.